Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kutokana na mashambulizi kusini mwa Lebanon, kundi la wapiganaji la Hezbollah limesema kwamba halipo tayari kufanya mazungumzo na Israel bali halitaki makubaliano nao. Wapiganaji wa Hezbollah ya nchini Lebanon wameandika barua ya wazi kuhusu mitego iliyowekwa na Israel kupitia kile kinachodaiwa ni mazungumzo ya amani, kusema kuwa lengo la mazungumzo hayo ni kulitwisha taifa la Lebanon siasa za upande mmoja za Israel na kuvunja nguvu mwamko wa wananchi wa Lebanon wa kupigania haki zao mbele ya adui mpenda vita, imesema taarifa hiyo, ambapo wapiganaji hao wamesema ndio waliofanya taifa kubaki kuwa na heshima. Katika taarifa yake rasmi kupitia barua hiyo ya wazi kwa rais, waziri mkuu, spika wa bunge na wananchi wa Lebanon, kundi la wapiganaji la Hezbollah limesema mnamo Alhamisi kwamba linaendelea kuheshimu kikamilifu masharti ya kusitisha mapigano tangu wakati yalipowekwa hadi leo hii. Taarifa hiyo imeeleza kwamba utawala wa Israel umeendelea kukanyaga makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kufanya mashambulizi ya ardhini, baharini na angani, na hakuna ishara zozote kwamba uadui huo wa Israel kuna siku utasimama. Hata hivyo, Israel imedai kufanya mashambulizi kusini mwa Lebanon, ikithibitisha kwamba jeshi lake limefanya mfululizo wa mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya kundi la Hezbollah katika maeneo kadhaa ya upande wa kusini mwa Lebanon mnamo Alhamisi ya tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka huu. Mashambulizi hayo yameanza muda mfupi baada ya jeshi la Israel kutoa tahadhari kwa wakazi kwenye eneo la mpakani na maeneo ya Tair Deba na Ait al-Jabal. Jeshi la Israel limesema makazi yaliyolengwa yamekuwa yakitumiwa na wapiganaji wa Hezbollah. Kadhalika, Hezbollah imeshutumiwa kwa kujijenga upya kijeshi na kwamba sasa ni moja kati ya makundi ambayo yanatisha na huenda yakaanzisha vita kubwa zaidi huko Lebanon. Israel imeshutumu kundi hilo kwa kujijenga upya na kuwa na uwezo wake wa kijeshi mwaka mmoja baada ya kuanza kutekelezwa kwa makubaliano ya kusitisha vita vilivyodumu kwa miezi kadhaa. Mashambulizi dhidi ya Hezbollah yamefanyika muda mfupi baada ya wapiganaji hao kuonya serikali ya Lebanon kuwa haipaswi kushinikizwa kuingia katika mazungumzo mapya na Israel. Hezbollah imekosoa pia uamuzi wa pupa uliochukuliwa na serikali ya Lebanon ambao umeonyesha udhaifu wa serikali hiyo mbele ya mashinikizo ya Israel, na kusema kwamba baadhi wanajaribu kuhalalisha uamuzi huo kwa kudai kuwa ni kuonesha nia njema kwa adui na wafuasi wake, wakishindwa kutambua kwamba hatua hiyo imefungua njia kwa adui kushinikiza zaidi na kufikia hata kulijipa uthubutu wa kutaka wapiganaji wa Lebanon wapokonywe silaha. Harakati hiyo ya wapiganaji wa Kiislamu Hezbollah wameonya pia kwamba Israel hailengi Hezbollah tu bali inalenga Lebanon na watu wake wote. Hivyo kupambana na njama za Israel kunahitaji kuwa na msimamo imara wa kitaifa, umoja na kulinda heshima ya taifa sambamba na kulindwa umoja wa ardhi ya Lebanon. Imesema pia Israel ndiye adui nambari moja ambaye anasaidiwa na Marekani, na ndio maana Hezbollah inasisitiza kuwa adui kama huyo huwezi kupambana naye kwa michezo ya kisiasa na kulegeza misimamo mbele yake. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Hezbollah. Wamesema hawataki mazungumzo na Israel wala hawataki makubaliano nao kutokana na mashambulizi wanayoendelea kuyafanya katika nchi ya Lebanon. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.